Heri ya Pasaka. Basi leo Jumatatu katika oktava ya Pasaka tunalikwa tubadili habari mbaya iwe habari njema. Tufanye nini? Tubadili habari mbaya iwe habari njema, na kamwe tusibadili habari njema kuwa habari mbaya, na zaidi kwa kutumia hongo, rushwa. Tunaona Maria Magdalene na Maria mwingine walikwenda kwa huzuni kaburini, wakatoka huko kaburini kwa furaha kwenda kutangaza habari njema ya ufufuko, badala ya kutangaza habari mbaya ya kifo, habari mbaya ya kuzimu, ya kaburi, ya wafu. Ijumaa Kuu ni siku ya mlima Kalvari, ni siku ya kifo, na Jumapili ya Pasaka ni siku ya kaburi li wazi, ufufuko, habari njema. Ijumaa Kuu ni mwisho wa matumaini, habari mbaya. Jumapili ya Pasaka ni matumaini yasiyo na mwisho, habari njema. Ijumaa Kuu ni mauti, habari mbaya. Jumapili ya Pasaka ni uzima, habari njema. Ijumaa Kuu ni kelele za msulubishe, habari mbaya. Jumapili ya Pasaka ni kelele za haleluya, habari njema. Ijumaa Kuu wanawake wanamlilia Yesu, habari mbaya. Jumapili ya Pasaka wanawake wanafurahi, habari njema. Ijumaa Kuu ni kaburi lililofungwa kwa jiwe zito na kuwekewa walinzi, habari mbaya. Jumapili ya Pasaka ni kaburi wazi bila walinzi, habari njema. Ijumaa Kuu ni hapa amelala, habari mbaya. Jumapili ya Pasaka ni hapa hayupo, habari njema. Walinzi wa kaburi walibadili habari njema iwe habari mbaya. Walinzi wa kaburi walibadili ukweli uwe uongo kwa kupokea pesa nyingi, hongo, rushwa. Soma Injili ya Mathayo sura 28 aya 11 hadi 15.
Maandiko matakatifu sema, na yanukuu, mtu mbaya hupokea hongo kwa siri ili apate kupotosha haki. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Methali sura 17 aya ya 23. Maandiko matakatifu yanaendelea kusema, na yanukuu, mfalme, raisi, mtemi, mtawala akitumia haki huipatia nchi uthabiti, amani na maendeleo, lakini akipenda hongo, taifa huangamia. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Methali sura 29 aya ya 4. Narudia, mfalme akitumia haki huipatia nchi uthabiti, amani na maendeleo, lakini akipenda hongo, taifa huangamia. Nukuu kutoka kitabu cha Methali sura 29 aya ya 4. Maandiko matakatifu yanaendelea kusema, na yanukuu, nani awezaye kustahimili miali ya moto usiozimika? Ni mtu aishiye kwa uadilifu na asemaye ukweli, atangazaye habari njema. Mtu anayedharau kabisa utajiri wa dhuluma, anayekataa hongo kata, asiyekubali kamwe kusikia mipango ya mauaji, wala kubali macho yake yaone maovu. Mtu wa namna hiyo anaishi juu mahali salama penye ngome na miamba. Chakula chake atapewa daima, na maji yake ya kunywa hayatakosekana. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 33 aya 14 hadi 16. Kwa vyovyote vile iwavyo, hongo, rushwa hubadili habari njema kuwa habari mbaya. Kitendo cha kutoa hongo ni ushahidi mkubwa na ushahidi tosha kwamba Yesu kwa hakika amefufuka toka kaburini, toka wafu, kwa sababu hongo kutolewa ili kuuzima ukweli uliopo, haki iliyopo. Eti kulingana na maadhimisho yetu ya Pasaka, eti Yesu hakufufuka. Wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala.
Soma Injili ya Mathayo sura 28 au 13. Njia ya Mungu fupi. Njia ya Mungu fupi. Wewe unapokuwa umelala, unajua linalokuwa linaendelea kando kando mwa kitanda chako au kitandani mwako, unajua linaloendelea. Ulipolala usiku ukaamka asubuhi, naweza kusimulia yale yalikuwa yanaendelea hapo gizani usiku ulipozima taa. Hapana. Ulijua ni panya wangapi walipita miguuni mwako? Au mijusi wangapi? Tuambie, uliwahesabu? Umelala, unajua mijusi wangapi? Au sisimizi au mbu wamekuja kwenye chandarua yako? Uliwahesabu ni wangapi? Yaani, kwa hiyo basi leo tuchukue fursa hii tuombee viongozi wetu na vyombo vya sheria, bunge, mahakama na rais, wasimamie ukweli, haki na amani, ili taifa letu liweze kupata maendeleo na ustawi wa kweli. Kristo